Leo naenda kufundisha ni nini hurejesha furaha ya wokovu. Kwa hivyo kila ambacho unahitaji kujua na kufahamu ya kwamba furaha ya wokovu inaweza ikapotea. Na furaha ya wokovu ikipotea, kuna baadhi ya maneno ama kanuni ambacho unahitaji kufuata ili ya kwamba ukaweze kurejeshewa. Na kanuni ya kwanza ni toba ya kweli na kukiri dhambi zako. Unapokiri dhambi zako na unapotubu, Biblia inazungumza katika Yohana kwanza 1:9, tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki, atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hivyo huyu Mungu, tunapoomba maombi ya toba, yeye ana uwezo wa kutuosha na kutusafisha. Kwa hivyo hatua ya kwanza ambayo unahitaji ili ya kwamba ukaweza kurejeshewa furaha ya wokovu ni kufanya toba ya kweli na kutubu dhambi zako. Biblia inasema katika Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili ya kwamba mkono wa Bwana sio mfupi wala masikio sio mazito kutosikia sisi, ila ni dhambi zetu. Kwa hivyo dhambi inaweza kukunyanyaza na dhambi inaweza kukuondolea furaha ya wokovu. Biblia inasema katika Zaburi 51 mstari wa kwanza mpaka 52, tunapata ya kwamba Daudi kwa Mungu alimrudishia furaha ya wokovu baada ya kukiri, baada ya kuomba toba kwa sababu ya kile ambacho alifanya. Kwa hivyo kile ambacho adui anafanya katika maisha yetu, anatupanda kile kiburi ama anakupanda ile shauku ambayo hauna msukumo, ambayo inakwambia kwamba umetenda dhambi na unahitaji kutubu. Kwa hivyo kanuni ya pili ambacho unahitaji kufanya ili furaha ya wokovu wako ukaweza kurudia, maombi ya kuomba. Omba maombi ya urejesho. Daudi alimlilia Bwana ya kwamba, Bwana nirudishie furaha ya wokovu wangu. Kwa hivyo unapojua mpendwa, unapofika mahali na upate ya kwamba maisha ambayo unaishi sio maisha ambayo inakupendeza, unafaa ulilie Bwana. Furaha ya kiroho uombewa kama Daudi alivyofanya, unirudishie furaha ya wokovu wako. Kwa hivyo unavyohitaji urudishiwe furaha ya wokovu, kila ambacho unahitaji kuomba Bwana. Unapoomba Bwana unapata kwamba anakurejeshea furaha ya wokovu. Zaburi 51:12, maombi ya dhati huleta uamsho wa kiroho na kuguza moyo wa Mungu. Kwa hivyo maombi ya uamsho unaguza moyo wa Mungu. La tatu, kusoma na kutafakari neno la Bwana. Kwa hivyo unapohitaji kwamba Mungu akurejeshe, lazima ukakuwe na tabia ya kusoma na kutafakari neno la Mungu. Neno la Mungu lina nguvu ya kusafisha na kufufua tumaini na kurejesha furaha yako. Leo nasema ya kwamba furaha, ama unapata ya kwamba tunapata kujua na kufahamu ahadi zetu tulivyoahidiwa kulingana na jinsi ambavyo umefahamu neno la Mungu. Biblia inasema katika Zaburi 19 mstari wa 8 ya kwamba amri za Bwana ni za adili, zifurahishayo moyo. Kwa hivyo neno la Bwana ndio liko na uwezo ya kufurahisha moyo wako. Majuto yanaweza kuwa mengi, wanadamu wanaweza kukuvunja moyo, wanaweza kukuambia mambo mengi yasiyofaa, lakini kile ambacho unahitaji kufahamu ni ya kwamba Mungu huyu tunayemwomba ni mwaminifu, ako na uwezo wa kutenda na ako na uwezo wa kukuinua na ako na uwezo wa kukurejeshea furaha. Biblia inasema katika Waebrania 15 mstari wa 16, maneno yako yalionekana nami nikayakula, na maneno yako yalikuwa furaha yangu na shangwe ya moyo wangu. Kwa hivyo maneno yako yalionekana. Kwa hivyo ulivyosoma neno na ukakula hilo neno, na maneno yako yalikuwa furaha yangu na shangwe ya moyo wangu. Kwa hivyo unahitaji, unaposoma neno hilo linakuwa furaha ndani ya moyo wako. Kwa hivyo kanuni ya nne ambayo unahitaji kufuata, uhusiano wa karibu na Roho Mtakatifu.
bila Roho Mtakatifu wewe ni kitu bure. Bila Roho Mtakatifu hakuna jambo ambalo una uwezo kufanya. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ndiyo chanzo cha furaha ya kweli ya kiroho. Wagalatia 5 mstari wa 22. Lazima tumwombe Roho Mtakatifu atujaze upya na kutuongoza tena katika kweli. Kwa hivyo tunahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu. Waefeso 5:18 kwamba mjazwe na Roho. Kwa hivyo tunavyojazwa na Roho, unapata ya kwamba tunabaki tukiwa na tumaini na tunabaki tukiwa na kile ambacho tunahitaji kujua ama tunahitaji kufahamu. Kwa hivyo bila Roho Mtakatifu wewe hauwezi ukaomba na hauwezi ukaomba ipasavyo, na unapofanya vitu kwa njia ambayo sio haipaswi, unapata ya kwamba kila wakati unajikuta umeumia moyo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu tu ndio ambayo iko na uwezo wa kukutia moyo. Kwa hivyo kanuni ya 5, ushirika na waumini mwenzako. Ushirika mzuri hujenga, huponya na huhusisha moyo wa mtu aliyechoka kiroho. Wakati mwingine mpendwa, unaweza kufika mahali umechoka kiroho, lakini unapohimizwa na mwenzako unakuta ya kwamba unapata umeimarika ama umeshawishika. Matendo ya Mitume 2:42. Kanisa la kwanza walidumu katika ushirika, maombi na mafundisho. Unakuta ya kwamba kina wakati ambapo unahitaji maombi na unahitaji neno ambalo linatoka kwa mpendwa ambayo anakuhitaji. Kwa hivyo kanuni ya 6 ni kuishi ibada ya kweli. Mtu aliyepoa kiroho anapojitolea tena katika ibada ya kweli huanza kurudisha furaha aliyopoteza. Saburi nyingi zinaonyesha jinsi ibada huambatana na furaha ya wokovu. Kwa hivyo unaposoma Saburi 100 kuanzia mstari wa 1 mpaka ya 2, ya kwamba njooni malangoni na shukurani. Kwa hivyo unahitaji kufika kwenye mlango wa kanisa ama unapoanza uombezi, lazima uanze na furaha na kumwambia Bwana ya kwamba Mungu, ninakuhitaji na ni wewe tu ambayo una uwezo wa kunikuza na uko na uwezo wa kunishawishi. Kwa hivyo ya pili ni kumtii Mungu na kudumu. Furaha huongezeka tunapojitolea katika huduma kwa Mungu na watu wengine. Unavyotumika, furaha ya Bwana inakuwa juu yako. Yohana Mtakatifu 15 mstari wa 10 hadi 11. Yesu alisema furaha yetu itakuwa timilifu tukimtii amri zake. Kwa hivyo lazima tukaweze kutii amri na kutii neno la Bwana jinsi inavyofanya. Kwa hivyo kumtii Mungu na kuhudumu, lazima kutii. Kuna wengi mmeitwa, kuna wengi mnaitwa wa Bwana, lakini unapata ya kwamba hauwezi ukatii sauti ya Mungu, na wakati unakosa kutii sauti ya Mungu unapata ya kwamba, uliza Jona hakutii sauti ya Mungu na unapata ya kwamba akajilipia. Kwa hivyo wakati haufanyi wito wa Bwana, unapata ya kwamba unaanza kung'ang'ana na unaanza kubaki ya kwamba unapata ya kwamba unavunjwa moyo. Kwa hivyo tunapomalizia hitimisho, furaha ya wokovu hurejeshwa tunaporudi kwa Mungu kwa toba. Tunaporudi kwa Mungu kwa toba na maombi na kutumia neno lake na kuendeshwa na Roho Mtakatifu, Mungu ni mwaminifu kurejesha hata zaidi ya tulivyopoteza. Kwa hivyo zaidi ya vile nilivyopoteza, Bwana akaona uwezo wa kurudisha. Kama mwana mpotevu alivyorudishiwa heshima na furaha,
ungetaka alivyomrudishia mwana mpotevu, ako na uwezo wa kukurudishia pia wewe. Kwa hivyo, kwa mtaksari, tunapomalizia unakuta ya kwamba nimefunza ya kwamba kuna kanuni 7 ambayo unahitaji kufuata ili kurejesha furaha ya wokovu wako. Kanuni ya kwanza, unahitaji toba wa kweli na kukiri dhambi. Unahitaji toba ya kweli na kukiri dhambi. Ya pili, unahitaji maombi ya urejesho. Lazima uombe urejesho. Unapoomba urejesho, unapata ya kwamba utarejeshewa. Ya tatu, kusoma na kutafakari neno la Mungu. Unahitaji kusoma na kutafakari neno la Mungu. La nne, uhusiano wa karibu na Roho Mtakatifu. Unahitaji uhusiano karibu na Roho Mtakatifu. Biblia inasema katika Zakaria 12 mstari wa 10 ya kwamba katika nyumba ya Daudi na katika nyumba ya Yerusalemu nitamimina roho ya huruma na roho ya uombezi. Kwa hivyo, ili ukaweze kuomba na ili ukaweze kumpendeza Mungu, unahitaji Roho Mtakatifu ili ukaweze kufurahia wokovu wako. Waje nikwambie kwamba utumishi bila kuongozwa na Roho Mtakatifu utakuwa na changamoto mingi na utakuwa na shida mingi sana. Kwa hivyo, la tano, ushirika na waamini wenzako. Unahitaji kuwa na wengine ili ya kwamba ukaweze kuhimisika, ili ya kwamba ukaweze kujaswa, ili ya kwamba ukaweze kufikishwa kwa kiwango ambacho unafika. Kwa hivyo, unahitaji kuisha ibada ya kweli. Inasema ya kwamba anatafuta waabudio kwa roho na kweli. Unahitaji kuabudu Mungu jinsi ulivyo. Wengi tunapenda kujifanya ya kwamba tuko sawa, na kumbe bado tuko na matatizo. Kwa hivyo, la 7, kumtii Mungu na kuhudumu. Kama unahitaji amani, kama unahitaji furaha, kama unahitaji upendo, kila ambacho unahitaji kufanya, unahitaji kutumika. Unapomtumikia Mungu, unakuta ya kwamba anakusongesha mbele, na unapata ya kwamba kila ambacho ilishinda wengi haiwezi ikakushinda wewe. Kwa hivyo, najua ya kwamba nazungumza na mtu ambaye amechoka na maisha, amepoteza furaha ya wokovu, amepoteza furaha ya ndoa, amepoteza furaha ya maisha yake, na amepoteza kila jambo. Kwa hivyo, nataka tu tuweze kuomba mbele za Bwana, na najua kwamba huyu Mungu ana uwezo wa kukurejeshea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno hili, Mungu wa majeshi. Yeyote ambaye anaenda kufuatilia, naomba Mungu ya kwamba anapopitia haya vipengele, kanuni 7 ambaye mtu anahitaji kufanya ili ya kwamba akarejeshe furaha ya wokovu. Mungu, naomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba watu wako wasibaki jinsi walivyo. Baba, wapiganie na waweze kuinua, Mungu wa majeshi, maana wewe ni Mungu ambaye unastahili sifa, unastahili heshima, unastahili heshima na mamlaka. Ninakuabudu Bwana na ninakuinua Jehova. Sina mwingine Jehova ila tu ni wewe Jehova. Katika jina la Yesu Kristo ninakuabudu Bwana na ninakuinua Jehova. Katika jina la Yesu Kristo, mtazamaji yeyote Bwana ambaye anahitaji kuinuliwa, ambaye anahitaji kupewa baraka, naomba katika jina la Yesu, waliopotesha furaha kwenye ndoa zao warejeshe, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, naharibu kila maagano, naharibu kila mapatano ambayo ilinunuliwa kinyume na watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu na wewe ni Bwana. You deserve all the glory, you deserve all the honor. I thank you, my Father, because you are King of glory. Adonai is your name, Ebenezer is your name. Ninakuabudu Bwana na ninakuinua. Asante maana unaweza. Katika jina la Yesu Kristo naomba kuamini. Kwa hivyo, ukitaka kufanya huduma huu ukaendelee mbele, naomba ya kwamba kaweze kushare na mwenzako, kaweze kusubscribe YouTube Pastor Caleb Ndiwa, TikTok Pastor Caleb Ndiwa. Unaweza enda pia Instagram utapata Pastor Caleb Ndiwa. Tusaidiane tuhubiri hili neno, na najua ya kwamba Mungu huyu hawezi akakuacha.